130. Pia basi kusoma kama umekula kama mwingine mnajibu kwenye 30. Sio basi kwa nguvu 130. Miaka 130 nayo ya nini? Shida ya tabu. Nikauliza ngapi na miaka michache. Akisema miaka nayo yangu ni michache, nayo 130 nayo ya tabu. Je, kauliza wewe una miaka mingi au mchache? Ya tabu au ya raha? Nikasema tafakari, ya raha au ya tabu? Kwa hiyo mwingine unasema tu umezaliwa tu maisha shida tu. Umesoma kwa shida, umeenda kwa shida, anja kwa shida, bado pambana kwa shida. Toka hivyo ni shida tu. Umetoka umezaliwa, umetoka kwa baba na mama, kula kwa kubahatisha. Unafika hapo kwa mtu mzima, kula kwa kubahatisha. Unaendelea kuzeeka na bahatisha. Ungeacha? Ndio kwa kweli pia kamili ya shida na ya tabu. Itaidi kule vizuri kwa miaka hiyo baki basi itaidi ya si ya shida. Ndio kunazaliwa shida. Miaka ya shida ya tabu. Lakini Yakobo alisemea hivyo, alisema tofauti na baba zangu. Tofauti na baba zangu Yakobo na Isaka na Ibrahimu na Isaka. Tofauti. Wao unajua hao walikuwa na mali ya kulisi kutoka kwa baba zao. Kwa hiyo wao walikuwa na nini? Na Isaka alikuta mali zipo, baba yake akasema chukua fungu hili. Nini? Uendelee kufanikiwa. Uendelee kufanikiwa. Na tukasema lakini Yakobo yeye aliishi maisha sio akulisi mali, alipambana. Piga vibarua miaka mingapi jamani? Sio 7. 14. Piga mwaka wa kwanza kazungumziwa. Piga mwaka wa pili. Ndio maana sasa umeshapigia kitabu. Sasa miaka 14 wewe ni kibarua unajaa. Ndio hapa kaanza tena. Ndio akaanza hapo kwa kuendelea kuishi. Ndio akaanza miradi yake sasa ya nini akaendelea pale. Sasa nimeshangu ni ya tabu hapo. Sijui kwa nini Esau na Yakobo kwa nini hawakulisi mali? Sijui kwa nini. Kwa nini sijui hawakulisi? Sijui kwa nini hawakulisi mali. Sielewi, wale walipambana wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipambana wenyewe kupigana. Walipigana wenyewe. Kulisi mali jamani sio mbaya. Kulisi mali sio mbaya. Lakini usitegemee mali ya kulisi ya kubahatisha. Nani kila mtu anameshaka kwa mwingine unajua kitu hata wewe. Unajua wengine hawezi kupambana kusimamia mali. Sasa Mungu anamuona tu aingie kulisi hiyo ambao Mungu anataka kuingia kwenye uzao wa ambao mfanikiwa. Ile sisi tumepigania wenyewe mpigania mwenyewe. Unaanza mwenyewe. Hata hao na polisi wale ambao wanaenda polisi sio kwamba walipata mali. Sio kwamba walipata mali. Walipambana, walipigana. Walipambana ndio maana wakapata hizo mali. Sasa watoto wale aliteseka baba lakini watoto wanakuja kuchezea tu mali ambazo baba tena mali mchungu ndio hivyo. Tumia ovyo, kula ovyo kama mwana mpotevu uende huko na nini. Sasa siku hizi kwa nini? Kuna nini? Kwa hiyo Yakobo na Esau si kwa nini hakulisi mali, walipambana kwa jasho, nusu, kulala nje, kuteseka, ndio utajiri wa Yakobo. Sio hakulisi baba na mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione shida kama baba yako alikuwa maskini na shida na tabu. Pambana, pigana kama Yakobo. Tengeneza utajiri kizazi chako kuanzia kwako kianze kuwa cha kitajiri. Sema amen. Sema amen. Sitegemee kulisi tu. Kama umelikomba kupiga hapo basi, lakini Mungu ushauri sisi. Na mtu asiokuwa kusema sisi maskini basi nini? Hatubarikiwa kufanikiwa kwa kutegemea uzazi, kutegemea akili yako mwenyewe. Ufanikiwe mwenyewe, upambane mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama miaka
shida, na kwa sababu baba zake waliishi miaka mingi, alafu walirisi mali miaka michache tena ya ajabu, kwa sababu alikufa kabla hajafananisha na Isaka pia na Abraham. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo, anasema miaka yake ni ya taabu na ya shida. Baada ya hapo tukaona. Kwa hiyo kwanza kule nyuma nikumbushe tu kule nyuma kwamba walikuwa na kazi, aliwaambia mnafanya kazi gani, wanapeleka Goshen. Kwa hiyo Goshen ilikuwa na usalama. Na mimi nikasema kwamba mtu na mtaka msaidie mpendo mkole, hana ujuzi wa kitu chochote, hawezi chochote. Sasa Mungu atakusaidia. Yaani hawezi chochote. Farao akasema niwasaidieje sasa, mna ujuzi gani? Na mtu ana ujuzi wowote, hata kutaka kusaidia, hata kama unaweza kusaidia, hamna chochote. Kuna mtu hawezi kabisa atafanya kazi yote. Fieka nyasi za ng'ombe siwezi. Nenda basi ofisini sijasoma. Sasa unaweza nini? Unaweza kula tu. Hakuna kitu kama hicho hapa duniani. Yaani mtu akili na akili kabisa na nguvu kabisa, unatoka asubuhi mpaka jioni, hujaingiza hela, umekaa tu. Una akili kweli? Siku inatoka asubuhi mpaka jioni, hujaingiza hela, alafu umekaa, una amani, unakula ugali kwa amani. Ule ugali unakula bila kufanya kazi, hukumu kwamba hapo unakula kule, asiyefanya kazi na sile. Kwa hiyo usiangalie kama umepita siku nyingine hela. Juta kwa nini sijaingiza, nimekaa mpaka jioni sijaingiza hela. Mtu anakaa tu aingize hela hivi, nafikiri kama asikuko kwa baba na mama ungeishije kama hujaingiza hela? Ungeishije? Fikiria. Acha kuzubaa kibongo, usilale, zinduka. Usibue ubongo huu, utakaswe. Ujifikirie uone mbele. Siku wazazi hawapo, ndio mwanzo kutia huruma. Ndio kutia huruma. Na uwezi kazi yoyote. Kwa hiyo unafanya kazi. Wewe unafanya kila mmoja mtu afanya kazi. Tusikie mimi unafanya kazi gani? Sina kazi. Sina nini. Umesomea nini? Hata kama umesoma, masomo yenyewe unasomea hana haja. Unasomea mambo ya kurusha ndege huko, ndege hizo wapi sasa kurusha? Kakoroge matoke kule, ndachana na ndege imegoma hiyo. Unataka kurusha ndege, ni sababu ya jiografia sio nini? Ndege sasa zipo, achana ndege sasa bwana. Usikae nyumbani, nenda mtaani sasa mnajenga, mimi na uwezo wa kubeba mazege na nguvu, Mungu amenipa nguvu, nitabeba tope nitaleta hapa. Jioni unapewa shilingi ngapi kusaidia fundi? Tunataka kutokoa huko mbali, hujaweka bocha. Hujachati na unapenda kuchati. Hujaununua kinamuzi unaangalia na nini? Hujaweka pale. Hujanunua sabuni, hujanini. Baada ya kuhangaika na tamani soda, na tamani ngekula, ungekula. Tafanya kazi ndio upate kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Muone unakaa. Basi amefesha Joshua, amefesha Joshua. Yeye anasema kama daktari. Tunashangaa yuko kumwona. Bwana TV yuko. Sisi kama anataka yote hata anakonyoa tu yuko. Nenda fundi TV. Bwana yuko. Imefika kazini mpaka mshahara hautoshi. Yuko kazini anachoma watu sindano. Akimaliza hapo anaingia kazini, uwezi usielewe kama mtu na ujuzi wake. Lakini chemke, sababu mwingine haujakaa. Na wewe unasema alafu baadhi ya watu walioajiriwa ndio wanabidi. Yuko ambao hawajajiriwa. Umegundua? Mtu ambaye anafanya kazi kwa ndio anabidi kwenda kujifurika kupata vitu vingine. Kwa hiyo tuzungumze hiyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nasema kwa usipate mtu anasema unafanya kazi gani? Sasa mimi sina kazi. Mimi mama wa nyumbani. Wewe nimekataza mimi mama wa nyumbani. Hakuna mama wa nyumbani, sio kazi. Mama wa nyumbani sio kazi. Sema kazi, unafanya kazi pale unapokaa, wewe unaelewa kwa nini iko hapa nyumbani.
mnaigiza shilingi ngapi, mnafanya gani huko pale. Sema na majukumu ya kufanya miradi yako ya nyumbani. Hata kusema mimi mama wa nyumbani ni dharau hizo. Hii maana mama wa nyumbani, niambie mama wa nyumbani maana yake nini? Maana mama wa nyumbani, zamani mama wa nyumbani yeye kulea watoto kukaa tu na kupika, ndio maana mama wa nyumbani. Lakini sio kuna maana hiyo. Hata kumwagia maji pale, mwambie ninafanya mipango ya pale nyumbani, lakini niongeze ili niongeze kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yakobo tukaona kwamba pia amekaa pale akasema, sasa tunaona kwamba kama kufa na nife, akawa tayari hata kufa baada ya kuona hiyo. Lakini kufika wakati wa kufa tukaona kwamba akaanza tena akaweka agano na Yusufu, mifupa yangu ikazikwe pamoja na baba zangu Ibrahimu na Isaka, usinizike Misri, mbebe mifupa yangu nikanizikie kule, nikae pamoja na baba zangu. Wakaweka agano hili. Sasa nimerudia sana, karibu nimepitia kila sehemu somo la Jumatano. Twende somo na nusu saa, somo la 48 kwenda mpaka 49, 48 mpaka 49, kwa sababu tutakuwa tusome yote sisi muda wa kutosha. Yakobo akakwama, angalia mwanao Yusufu anakuja kwako. Israeli akamtia nguvu, akaketi juu ya kitanda. Yakobo akamwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Misri katika nchi ya Kanaani, akanibariki. Akaniambia mimi hapa nitakuongezea uzao wako na kudumisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa kiasi, kisha nitawapa wazao wako nchi hii baada yako, iwe nchi ya milele. Basi sasa wanao wawili waliozaliwa katika nchi ya Misri kabla sijaja kwako mimi na watoto wangu, yaani Israeli na Manase, watakuwa wangu kama Rubeni na Simeoni, na wazao wako utakao wazao baada ya hapo watakuwa wako, kwa jina la ndugu zao wataitwa katika nchi wao. Mstari wa 7. Na mimi nilipokuja kutoka Kanaani, Raheli akanifia katika nchi ya Kanaani njiani, si mwendo mkubwa kabla ya kufika Efraimu, nilifika katika nchi ya Efraimu, ndiyo Efraimu. Israeli akawaona wana wa Yusufu akasema, ni nani hawa? Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu Mungu aliyonipa hapa. Akasema, tafadhali walete kwangu, nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Israeli akamwambia Yusufu,
sikudhani ya kwamba nitaona uso wako, na Mungu alinionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli. Akawasogeza karibu naye. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume akaweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akaweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua hatiani mkono, maana Manase ndiye aliyemzaliwa wa kwanza. Akambariki Yusufu akasema Mungu, mstari wa 15, akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na wabariki vijana hawa, jina langu na litaje juu yao, na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka wawe wingi wa watu katika nchi. Yusufu alipoona kwamba babaye ameweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake, akainua macho ya babaye auondoe katika. Rudia tena mstari wa 17. Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake, akainua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, sivyo baba yangu, maana huyu ni mzaliwa wangu wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake. Babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa, na yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Akawabariki siku ile, akasema, katika ninyi wa Israeli watabariki wakisema, Mungu akafanya kama Efraimu na Manase. Akamweka Efraimu mbele ya Manase. Israeli akamwambia Yusufu, angalia, mimi na kufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nami, naye atawarudisha mpaka nchi ya baba zenu, nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako niliyoitwa katika mkono wa Amoni kwa upanga wangu na upinde wangu. 49. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni niwaambie. Tunasoma pamoja, ni habari moja, huwezi kujua kama kuna sura tofauti, lakini umetofautisha. Yakobo akawaita, mstari wa kwanza, Yakobo Mwanzo 49 mstari wa kwanza. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Leo ni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, ulikipanda kitanda changu. Mstari wa 5. Simoni na Lawi ni ndugu, panga zao na silaha zenu, nafsi zenu zisiingie katika siri yao. Fahari yangu isiungane na kusanyiko lao, maana katika ghadhabu yao
walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katikati ya Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Mstari wa 8. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda. Alinama akajilaza kama simba, na kama simba mke, nami na atawanyara mwanawe. Tushia hapo, sababu pengine vifafanuzi hatutafika huko, dakika tunaenda mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama tuliomba. Baba, nibariki neno lako tupenda kujifunza kwa dakika hizi chache. Roho tukatembea katikati yetu, tudumie, tufundishe, tutie nguvu, tuuishe kwa na uhai, kwa uzima, kwa ukombozi. Tunawatia katika mkono wako ndani, katika jina lako takatifu nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema huu mwendelezo sasa, Yesu wa 48 ni mwendelezo. Ni maendelezo ya sura ya 47 mstari wa 30 na 31 pale. Ndio mwendelezo unaishia pale. Sasa tunaendelea mbele zaidi. Sasa sura hii ya 48 inaanza kwa Yakobo hajiwezi tayari pale, akawa hajiwezi na takufa. Akapata Yusufu habari kwamba baba hajiwezi tayari. Yusufu akakimbia haraka akawaleta watoto wake haraka ili kuwaleta kwa Yusufu. Kwa inaonekana kwamba alishajua kwamba anakufa, na inaonekana kwa kuna baadhi ya makabila anapotaka kuondoka lazima atamke neno la kinabii katika ukoo na kwa kila mtu jinsi atakavyo kuwa anaishi. Kwa aliona ni vema akimbie haraka aweze kuwapeleka sasa watoto mbele zake. Kwa akapeleka pale, akawahi pale, akachukua kama ilivyo kawaida, na ilikuwa na maana sana. Baba ukoo anakutamka ni kama Mungu anasema, na yanakuwa vile, hayabadiliki, yanakuwa vile, sio kwamba anabahatisha. Ni kama Mungu anaingia pale, baba akisema ni kama Mungu alikuwa anasema. Of course kwamba walikuwa wasemi wao, Mungu alikuwa anakuwa anasema ndani yao. Utaona wakati anaanza kubariki kila kabila pale, anasema akajawa Roho, akaanza kutabiri. Anasema anaanza kutabiri. Kwa hiyo anatabiria, sio kwamba anatoa maagizo kama tulivyokuwa kwa kawaida. Anaanza kuwatabiria kila mmoja, anaanza kuwatabiria kila mmoja sawa na maisha yake yanavyokuwa. Kuna makabila mengine huwa anafanya hivi, au kwa wengine anapotaka kuondoka, basi atatoka, ataita watoto wao, ataita watoto wake japo akijafika huko, lakini hapa hajawaita, ila huyu ameongeza Yusufu anajua. Kwa akaleta watoto wake haraka. Alipofika akaleta watoto wake pale, wakati anainama Mwanzo 47 mstari wa 36 jamaa akainama kichogo kuonyesha kwamba anakufa, alitambua anakufa. Na wazee kwa alitambua kwamba anakufa. Kwa hiyo akainama pale. Alipoinama pale kichogo kwamba anakufa. Lakini sasa Yusufu akapata taarifa kwamba baba hajiwezi, anataka kufa. Wakati anataka kukata roho, Yusufu akakimbia haraka, akaleta watoto wake Manase na Efraim haraka pale. Alipofika tu Manase kwa Yakobo, Biblia inasema akajitia nguvu, akafufuka, mauti kaondoka, akawa mzima kwa ajili ya kazi maalum ya kutamkia familia hii ya Yusufu. Sasa akafanya haraka, akaja pale, akawaweka watoto mbele yake. Alipoweka watoto mbele yake, kwenye magoti yake akaweka pale. Sasa kwamba watoto ndio hao. Akasema nani? Akasema ni watoto wangu walionipa Mungu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo akawaita pale. Sema watu hao. Alipofika pale, Yakobo tu akasema namshukuru Mungu, sikutarajia kama nitakuona wewe Yusufu, nifikiri umekufa na uko hai, lakini sikutarajia kama nitakuona na uzao wako. Jina la Bwana libarikiwe, nimekuona wewe
kuona wajukuu na kuzao. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mzazi naona napenda uone watoto, uone wajukuu, uone wajukuu wako na watoto wa wajukuu, itakuwa ni jambo chema kufikia mahali hapa. Ili sio kwa shida na kwa tabu. Na lakini angalau ukiishi miaka mingi, basi unajua ukiishi miaka mingi ya mateso, fadhali ishi miaka michache ya raha au ya mateso kuliko kuishi miaka mingi ya mateso. Afadhali kuishi miaka mingi ya raha au miaka michache ya raha kuliko miaka mingi ya mateso. Kwa hiyo akamshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Akaweka watoto pale, kuweka watoto pale. Aliweka akasogeza mtoto wake pale. Akaweka watoto wake pale. Alipoweka watoto pale, akasogeza pale. Sasa anataka kutamka, wakati ameweka watoto pale, wa kwanza ndio anabeba baraka kwa kawaida na taratibu. Ndio anabeba baraka kubwa. Ndio anatamkiwa makubwa. Na ndio maana Esau na Yakobo tokea pale alitamkiwa mdogo baraka za mkubwa akachukua yeye. Na hii kwa sasa wakati ameweka pale, mkubwa alikuwa nani jamani? Mkubwa alikuwa nani? Tuko pamoja, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Mkubwa alikuwa nani kati ya watoto wa Yusufu? Manase na Efraimu. Nani alikuwa mkubwa jamani? Manase. Kumbuka ile darasa jamani. Manase sio alikuwa nani? Efraimu alikuwa ndio. Sasa ilipofika pale, sio tuchukue huyu ndio Manase, huyu ndio Efraimu. Jamaa hao. Sasa yeye akafika pale. Ora basaka rabu shabarabako. Anakwenda na mlaini. Nenda kubariki sana. Ora bakashaka rabu shabarabako. Anabadilisha. Akaanza kutamka baraka za mkubwa na kutamkia mdogo, na za mdogo anapewa mkubwa. Mambo pale. Yusufu anapiga magoti, anaanza kutamka baraka. Huko jamaa sasa, hiki inafanya nini? Biblia inasema hakupendezwa, hakufurahishwa. Wakati ndio kutamka kwanza katamka pale. Nilipenda sana Yakobo, vitu vizuri alifanya pale. Akatamka akasema, maisha Mungu wangu ndio Mungu wenu. Mungu aliyekuwa ananilisha ndio akawalishe. Alikuwa ananipigania ndio akawapiganie. Ndio anamwaga baraka ndio akawalishe, ndio akawapiganie. Aliyenilinda kote huko ndio akawa Mungu wenu. Mungu wangu mimi, enyi wajukuu wangu, ndio Mungu wenu, ndio anayelisha, ndio anayefanikisha. Huyo ndiye awe Mungu wenu, mkafanikiwe. Hapo akasema hawa watoto Efraimu, Manase na Efraimu sio wako wewe Yusufu, ni wa kwangu, na waingiza kwenye urithi wa Yakobo. Wanabarikiwa baraka za Yakobo, na mgao wa mirathi watakuwepo kwa Yakobo, wala atakuwepo kwa uzao wako, ndio ambaye utawarithisha, lakini hawa wengine sio wa kwako. Akawaingiza kule, wakawa katika sehemu ya urithi pale. Kwa hiyo akamwaga baraka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kulisisha mtoto imani yako ya kweli ndio kitu cha thamani kuliko majumba na magorofa, kuliko mafanikio yote. Huo ndio urithi mkubwa kuliko yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu kama mtoto unaweza tuseme ni zaidi ya mamilioni na mapesa na vitu vingi, kwa sababu Mungu Yakobo anasema kwamba hiyo ndio kitu cha thamani. Hakuopa ng'ombe, alikuwa na nini? Hakuopa mali yoyote, hakuopa kitu cha thamani chochote. Yeye alisema mimi nawarithisha kitu cha thamani, ni imani na Mungu wangu ndio Mungu wenu, nawarithisha leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio mtoto kama hana Mungu, hata kumlisha mamilioni na vitu vikubwa, vitu mbalimbali, hana Yesu, vitapotea. Ataenda kuchezea huko na kufa, na vitamuua,
mwili. Hiyo ndio vitu vya maana na hiyo ndio urithi unaofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wazazi tunajali sana kuanzisha watoto wakifanikiwa kimwili tu, kiroho hawajafanikiwa. Hatujali sana. Tunawalisisha vitu hivi. Hawezi kufika mbali bila vitu vyote. Hatutamsha mbali. Walisishe uzima wa milele. Uzima wa milele. Walisishe hivyo vitu. Kutamkia neno kitu cha maana sana zaidi ya kitu kingine chochote. Kama wazazi, hakikisha kwamba unaorisisha baraka kubwa, mali kubwa ni imani yako. Baraka kubwa kuliko zote za kulisha watoto ni imani yako. Mtoto kana imani yako ameishika vizuri, hiyo ni baraka kubwa sana hapa duniani. Hiyo baraka itampa mamilioni, itampa vitu anavyotaka, chochote anachotaka duniani atakipata, na Mungu anaye, na fedha atakuwa nayo, na heshima atakuwa nayo, na cheo atakuwa nayo, na atakuwa na ulinzi, na adui atashinda na mapepo na giza. Hawataharibu vitu vilivyobarikiwa. Mifuko yake haitatoboka, itakuwa imekaa vizuri, ndipo atakuwa amefanikiwa. Hayo ndio mafanikio, hayo ndio mafanikio kwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akahakikisha hiyo, na hiyo ndio kizazi mpaka leo Israeli wanatembea nacho hicho urithi. Hawajapungukiwa duniani, wana pesa na dhahabu na ni watawala duniani, na wana afya na uzima, na kwa sababu walirithi hicho kitu ambacho ni cha imani zaidi. Kwa hiyo pambana mtoto wako airithi imani yako. Alithi imani yako, ndio jambo kubwa katika maisha yako. Utakuwa umefanya jambo kubwa sana kwenye maisha yako. Vinginevyo utakuwa hujafanya chochote, kupoteza chochote. Watakuja kula tu majambazi huko. Maana atakupa huko. Unakumbuka yule mtoto alisanika urithi wangu akaenda huko kaisha kama tena. Kabla irudi kwenye imani ya baba yake tena. Ndio akatulia, ndio akapona. Hilo ndio jambo kubwa. Imani tulionayo ndio utajiri wetu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akatamkia hivyo, lakini nirudi kwenye nani yetu. Ukiwa na swali unauliza mimi kama. Nirudi kwenye imani yetu. Alipombariki pale akasema, baba usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Unamweka mikono kwa sababu huoni wewe. Unamwekea mkubwa mkono wa nani? Mkono wa baraka ndogo, na mdogo unamwekea baraka kubwa. Sio hivyo. Akasema, mwanangu, najua. Sio kwamba nitakaendelea sioni. Nafahamu. Mimi sio kituko, sio nimechanganyikiwa au sielewi, naelewa. Of course wakati anafanya yale, hafanyi kwa akili zake na mtazamo wake, anafanya kama Mungu anavyoona. Akasema, huyu unayemwona mdogo huyu ni mkubwa kuliko huyu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema huyu mkubwa naye ni mkubwa, lakini huyu mdogo ni mkubwa wa wakubwa. Lazima pewe heshima yake. Kwa nini inafanyika? Kwa nini ilikuwa inafanyika hivyo na anaona hivyo? Kwa nini anafanya hivyo? Unajua Mungu anaona mbele ya mambo atakuwa pale. Huyu anasema atakuwa mkubwa lini? Atakuwa mkubwa huko mbele, na sio hao wanaosemea hao vizazi vyao. Anaona kule mbele mambo yatakayokuwepo kule, na anatabiria mambo ambayo kule. Kwa hiyo anaona mambo ya mbele, jinsi mambo yatakavyokuwa kule mbele, mambo yatakayokuwa ndivyo itakavyokuwa vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So mstari wa 18, mwanzo 18 pale somea haraka haraka. 48:18. 48:18. Amen. Anasema, Yusufu akamwambia babaye, sivyo baba yangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake. Babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na
uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Akawabariki siku ile akasema, katika nyinyi wa Israeli. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua. Yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Naomba nisome Isaya 46:10. Isaya 46:10. Isaya 46:10. Isaya 46:10. Isaya 46:10. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaanza kule, wewe unaona hapo, nafikiria hapo anaweza kuonyesha kutangulia kule, anajua wewe hapo kule hivi Mungu anajua kule utamalizaje kule. Anajua mambo yako yote kule mbele. Utakuruka, utakuwa mkubwa, utakuwa mdogo, si utaugua, si kwa nini? Wewe hapa anajua. Si tukae katika neno la Bwana, tutembee katika neno la Bwana, tutulie huko, Mungu atusaidie. Kwa hiyo akajua, ndio anaanza kutabiri hivi. Nini inatufundisha hapa? Nini? Ukiwa na swali utakuonyesha mkono, unaweza kusimama. Ni mzuri nikakufundisha ukaelewa. Nini inatufundisha katika haya? Nini inatufundisha katika haya? Moja, Mungu haoni kama tuonavyo wanadamu. Mungu haoni kama tuonavyo wanadamu. Mungu anaona tofauti na unavyo wanadamu. Unapofikiria vijana wana tofauti. Wewe unaona Manase, lakini Mungu anaona Efraim. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaona tofauti na wanadamu tunavyoona. Namba 2, kile cha kwanza kwa wanadamu kinaweza kisiwe cha kwanza kwa Mungu. Kile ambacho mwanadamu akipa nafasi ya kwanza kama cha kwanza, kwa Mungu ni cha mwisho. Mungu anaweza kaona cha katika mahesabu ya kimungu na mahesabu ya kiroho. Ndio maana anasema atowae anaongezewa. Atakayekuwa wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kanuni za Mungu ni ufunuo wa ajabu. Ajikwezaye atashushwa, ajishushaye atakwezwa. Naona kwa hiyo unaona mwanadamu, chaguo la mwanadamu sio chaguo la Mungu. Chaguo la Mungu ni tofauti na Mungu anavyoweza kuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anachagua kwa kuangalia ndani ya moyo mtu aliye mkweli na mtu ambaye na jinsi alivyo anavyoona. Mwanadamu atachagua kwa sura nzuri, anapendeza, lakini Mungu achagui kwa sura, anachagua kwa moyo wa mwanadamu. Kwa maisha yako jinsi ambavyo alivyo, ndivyo Mungu anachagua. Unaweza kupendeza kwa unachagua bonge la jitu na bounce kama ndio itakuwa hivi. Mungu asichagua hilo bounce, akachagua kitu kadogo, na katika hapo na Mungu akaweza kujitukuza katika hilo. Kwa hiyo ni tofauti hayo Mungu anavyo, na maandiko mengi hapo, lakini hatuwezi kuangalia. Tuangalie kwa mfano ya chaguzi za Mungu na chaguzi za wanadamu. Ni tofauti kabisa. Chaguzi za Mungu na chaguzi za ni tofauti kabisa. Kwa mfano tu hapa penye hapa tulikuwa tunachagua hapa wakati uchaguzi wa mwaka 2010 ngapi, wakati marehemu mwenda zake alikuwa anaingia. Watu walichagua watu kuchagua kutoka vyama na vyama. Lakini ikafika dakika za mwisho, Mungu akaona kwamba sio huyo. Ile message kwa mdogo. Yeye akapanga kwa dakika za mwisho, watu walikuwa watu ambao wana sifa, kipita tu hata kiruguli wanasema ndio wewe. Wakiona na picha watu wanagaragara kwenye picha hii. Lakini Mungu anasema no. Na kwa mtu mwingine anazuba hata hakuzamini, hata hana kujitegemea, hata wadhamini anaomba tu. Shanga wote wakapita na akafanya mambo makubwa kwa dakika chache. Tunapita kwenye bovu, tunapita huku
mambo yakawa vizuri, nchi ikawa vizuri, hakuna tajiri wala maskini, wote tulikuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mfano tu, natoa mfano ya uchaguzi wa damu si tofauti. Mungu alimchagua Isaka badala ya Yusufu. Mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Yusufu, lakini Mungu alimchagua nani jamani? Alimchagua Isaka. Yusufu ndiye alizaliwa pale, ndio mzaliwa wa kwanza. Lakini Mungu akasema no, hata kuwa huyo. Ibrahim alisema ni Ishmaeli. Mungu akasema hata kuwa huyo. Akamkataa. Kwa hiyo akawa Isaka. Yakobo badala ya Esau. Mzaliwa wa kwanza alikuwa nani pale jamani? Esau. Lakini aliyebeba baraka alikuwa ni Yakobo. Yusufu badala ya Rubeni. Yusufu ndio nafasi ya kwanza badala ya Rubeni katika kwa Yakobo mwenyewe. Efraim badala ya Manase ndio tunakuta. Daudi badala ya kina Eliabu na kaka zake. Akachaguliwa Daudi ambaye alikuwa hana sifa, kwa kadogo tu. Yuko mjitu wenye heshima na sura inapendeza. Katika mtoto wa Yesu alikuwa mtoto mzuri, alafu alikuwa na mwili. Lakini akaja kuchaguliwa nani? Akaja kuchagulia tena, wakamsubiri. Bwana Mungu akikuchagua, hata wewe mizengo kupiga, watakusubiri tu, watakutafuta tu. Baraka zako na nafasi yako ya Bwana kukuwekea hapa, utatafuta tu. Acha kuhangaika, simama na Bwana, tenda kazi ya Bwana. Daudi hana hili, yeye atimiza mapenzi ya Bwana, kufanya mambo ya Bwana. Hana hili na lile. Imefika wakati watu wanahangaika, ikabidi wamtafuta atoke kule machimboni kwenye kudharauliwa, akasubiriwa na ndiye akapakwa mafuta ili awe mfalme. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kwa kupambana, simama na Bwana na Mungu atakuwa anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hapo tunaendelea tena, tumalizia hapo. Kwa hiyo baada ya kumaliza shughuli hapo, baba kama amemaliza hivyo, amebariki hao watoto na nini hapo. Sasa baba akawa anataka kuondoka. Akakumbuka, sijaacha matamko kwa watoto wangu. Ikabidi aite ukoo na familia. Yakobo akawaita wanawe, akasema kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mstari wa kwanza haongei kama anaongea hivi. Yaani ameshukiwa na roho. Ribo shaka baba sawa. Yakobo anasema, Yakobo akamuviwa na roho. Yakobo akawaita wanawe akasema. Kwa sababu anaposema akaanza kutabiri sasa. Kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Ameanza kutabiri, roho Bwana ameshuka. Hapa ataanza kuwatabiria mambo hali sio ya kawaida. Anasema sasa kwa unabii, kama amesimama kama nabii. Wakati baba na mtu mkubwa anasimama kwa kutamka pale, anasimama kama nabii wa familia, kama nabii wa pale. Kibaya tu babu, sisi kuomba baba ana mapepo na mshirikina wake, atamvua na roho nyingine, utapitia mapepo, mkia matatizo, tunamkia laana zingine. Lakini kama uko na imani nzuri, baba tuchukue na roho, kila ndio kutamka dawa kwanza, kutamka na kuyasema. Kwa hiyo akashukiwa na roho, akaanza sasa kutabiri. Anapoanza kutabiri pale, kila mmoja atatabiria kama maisha yake yalivyo. Kama maisha yake jinsi yalivyo, ndivyo ataanza kuweza kusema, na ndicho kitakachokuwa kinafanyika. Sio kwamba anatamka tu hivi, na atatamka kutokana na maisha yako. Nilikutana na mtumishi wa Mungu mmoja, alikuwa anafundisha, anakutabiria maisha yako yote, na tupanda pita moja, kila mmoja anasema
kila mmoja anasema wengine wakamchukia, wengine wakampenda. Kwa sababu wakati wa kutabiri pale kuna laana na baraka. Yaani ukaweza kupita hapa atoke mtu aanze kutoa unabii wa kila mmoja mmoja. Ndio kinachotokea kwa Yakobo hapa, anaanza kutamkia kila mmoja mmoja. Unapita tu hapa mzee, unapita unaanza kutamkia mambo yako. Yaani ndio hivyo sio la kukosea, ndio tabiri ndio hivyo. Ndivyo ulivyo na atakapokuja atatokea huko. Akatokea binti mmoja mzuri anapendeza. Kaza kutamkia sasa, mbona wako mchafu, ni mchafu, wewe ni kachafu. Amejaa roho na tamka mchafu, tamkia mabaya. Nikamwambia sema, wewe una nguvu sana, una kitu kikubwa ila kimefichwa. Lakini unahitaji muombe kisafishwe, kitengenezwe. Kila kuonekana shetani amekificha. Wewe utakuwa uwe hivyo, ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo hata anatabiri pale. Kila mtoto akamchukia wengine. Lakini hakutambua kwamba alikuwa anatamka mambo ya kila mmoja alikuwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yakobo sasa alipoanza kutamka pale, akaanza kuyasema na kuyatamkia kila mmoja sasa. Sasa tuone anaanza sasa kutabiri pale. Yakobo anaanza kumtabiria Ruben. Anaanza kumtabiria Ruben ndio wa kwanza. Mkubwa akaanza kutokea ndio wa kwanza kutokea pale. Na anamtabiria kama alivyo. Akasema wewe akaanza kuchunga. Ulikuwa mtu mkubwa, ulikuwa mtu umefanikiwa, ulikuwa na nafasi kubwa sana. Wewe ulikuwa kuinuliwa, lakini ukubwa wako umeondolewa. Hutakuwa tena mkubwa. Ulipanda kitanda cha baba yako, akamtajia mambo yake yote. Kwa sababu hiyo, unajua kama ulikuwa na baraka, ulikuwa na mafanikio, ulikuwa upandishe cheo, ulikuwa na nafasi nzuri, unapotenda tu dhambi, basi unaweza kuondolewa zile baraka. Unaweza kuondoka zile baraka. Ndicho kinamtokea yule alikuwa mkubwa na amebarikiwa, lakini kwa sababu ya dhambi. Unajua yeye alifanya dhambi. Alienda Yakobo alikuwa na wake wengi, alichukua mke mdogo kule, ndio akaenda kwenye kitanda cha baba yake, akaenda kwenye kitanda cha baba yake. Kwa hiyo kwa mke mdogo akawa inawezekana hakuna aliyemuona, lakini wakati wa nabii huwa anajifunua mambo yote kwa Roho Mtakatifu, anaona yote unayofanya, anaona yote atakayokupata, anaona yote. Kwa hiyo anaanza kutabiri. Kusoma Mwanzo 35:22 inazungumzia hiyo. Na Kumbukumbu 27:20 inazungumzia hiyo kwamba alifanya vitu hivi. Kwa hiyo ikawa imeondolewa hizo baraka. Ilikuwa amebarikiwa, ilikuwa amefanikiwa, lakini akaondolewa kwa sababu ya dhambi. Dhambi inaweza kuondolea baraka zako. Ulikuwa umebarikiwa, umefanikiwa, lakini ukaondolewa. Hata hivi inawezekana ukaondolewa uzima wako wa milele. Ulikuwa umefanikiwa kwa uzima wa milele, ufanikiwa, lakini dhambi yako inaweza kufanya ikakuondoa katika uzima wa milele kama ukitubia hiyo dhambi. Kama ukutengeneza, kama ukutubu, inakuondolea hizo baraka. Hutakuwa katika uzima wa milele wa umo katika baraka hizo. Na ukiwa katika hizo baraka hizo, pia hata baraka zingine anaweza akaziondoa. Ndicho kinampata unabii, anatabiri baba wa watu, anaisemea familia, anaitamkia familia, kila mmoja mambo ambayo atakuwa. Hauwezi sio kwa kupendelea wala kwa kutokupenda. Sijui ni Mungu sasa anasema pale maisha haya. Na haya maisha yanayopata ni kizazi chake ambacho kitakuwa kinatarajiwa kinakuja. Hicho anachoweza kuzungumzia kwamba ataenda kupata haya. Kwa hiyo ndio hapo ameanza sasa kutabiri huyu baba wa watu, makabila yote pale anaendelea kuweza kuyatabiria. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Inawezekana umebarikiwa, umefanikiwa, sio ukatenda dhambi na ukaondolewa kwenye baraka zako ambazo ulikuwa kwenye nafasi yako. Tumeona katika sehemu yote, kwenye vyeo, kwenye kazi, ukishakosea na kuondoa ile nafasi ambayo ulikuwa nayo. Kuna kuondoa ndio hivi hapa. Sasa wewe kwa umebarikiwa, umefanikiwa, lakini nasema usiwe mkubwa. Na kuondolea sasa Ruben, umzaliwa wa kwanza wangu, nguvu zangu na malipo ya uwezo wangu, sifa zote. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Baraka nyingi
umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ukipanda kitanda cha baba yako umeondolea dhambi, inaweza kuondolea baraka na heshima na vyote vinatokea hivyo hicho anachozungumzia pale. Kwa nabii unatokea. Jamani, tuko Bible study, tunatembea sura kwa sura na mistari yote, mistari 3 tunaizungumzia pale, ili mtu mmoja apone na ajifunze. Kama na swali unaweza kuniuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 nisomee pale. Mstari wa 7 tutamalizia mstari wa 7. Mstari wa 7. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali. Mstari wa 5. Simeoni na Lawi ni ndugu. Simeoni na Lawi ni ndugu, wana baraka zao. Panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yao. Fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Hiyo mstari ngapi? Mstari wa 8. Wanane ni kabila nyingine. Tunabaki na Lawi na Simoni na Lawi. Simoni naye ameingia kuumbana, naye ameingia kujibulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Walifanya kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa ajili ya dhambi gani jamani? Waliua nini? Walikuwa na hasira, walikuwa wataki mchezo. Kwa hiyo wakawa wamelaaniwa, wametolewa laana hiyo. Yaani hapa kila mmoja mpendwa, hawa ni wapendwa, wanatolewa baraka na wanaelekezwa hapo. Maisha yako jinsi unavyoishi ndivyo ambavyo yatakuwa yanatolewa, jinsi unavyokuwa unaishi ndivyo unavyoweza kutolewa. Na hizi kizazi kinatambikwa kwenye kizazi ambacho kinatamkiwa mambo yatatokea kwenye kizazi kile. Mambo yatatokea katika kizazi hiki, yatawapata hao ambao inawezekana wao wasiokute, lakini kizazi ambacho kinafuata kiweza kuwapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome andiko moja, Lawi 26:39 katika hizo laana. Hawa wamebeba sehemu mbili, wamebeba laana kama baraka, vitu viwili kama mchanganyiko. Hebu tusome pale. Lawi 26:39. Biblia inasema, na watu wa kwenu watakaobaki watafifia kwa ajili ya uovu wao katika hizo nchi za adui zenu, tena watafifia kwa ajili ya uovu wa baba zao, pamoja nao. Nao watauhili uovu wao na uovu wa baba zao katika maasi yao walioasi juu yangu, tena yakuwa kwa sababu wameendelea kunishikia kinyume. Mstari wa 41. Mimi nami nimeendelea kuwashikia kinyume wao na kuwatia katika nchi ya adui zao, lakini hapo kama mioyo yao isiyokuwa tohara ikinyenyekea, nao wakubali adhabu ya uovu wao, ndipo nitakapokumbuka agano langu pamoja na Yakobo, tena agano langu na Isaka, tena agano langu na Ibrahimu. Nitalikumbuka, nami nitakumbuka nchi hiyo. Nchi nayo itaachwa na wao, nayo itazifurahia sabato zake, itakapokuwa ukiwa pasipokuwa na wao. Natosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Simoni na Lawi wamelaaniwa, lakini hainamaanisha kwamba laana hizo za baba zao, kwa sababu wao walikuwa na riski zao. Unajua sisi wa Afrika tunaishi kutokana na babu zetu walivyokuwa wanaishi mbele za Mungu, itabiriwa tayari na tunaishi kama Afrika, Asia wanaishi vile. Ndio hiyo, sio kwamba sisi tulikuwa hivi. Hivyo vitu vile vimetoka huko na huko. Afrika tulisi kutoka mababu, tulifanya kitu gani mbele za Mungu, na huko Israeli walifanya kitu gani na nini, kwa sababu tulikuwa mbele. Kwa hiyo tunaendeleza. Lakini hiyo haina maana kwamba ukishalaniwa ndio umepokea, haitambuki, haiondolewi. Hiyo haina maana hiyo. Hapa inaonyesha kwamba laana ya baba zinaweza kuvunjwa kwa toba za watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mambo ambayo yanatembea kwenye ukoo wenu kwa baba zetu na laana, baba yenu alibeba laana, kuna kitu
ni wewe katika ukoo, lakini wewe ambaye umeokoka kwa toba unaweza ukatubu na kuiondoa laana katika familia yenu, ukoo wenu, yanayohusu ukoo wenu, watu wapagani yanawatesa. Baada ya kuokoka wewe ukaivunja laana kwa toba yako na kuelekea Bwana, na ikabadilishwa laana ikawa baraka katika maisha yako. Na inawezekana kwa watu tuliokoka ndivyo tumoishi. Laana za baba zetu tumezikataa katika jina la Yesu. Sisi ni wabarikiwa kwa toba ambayo tumeokolewa. Sema amen. Sema amen. Sibaki kaishi hizo ulipotamkiwa, unaitembea vile ulitamkiwa. Kataa hizo laana za baba. Ndicho tunazungumzia mahali hapa. Inawezekana kabisa ukatubu na ukabadilishiwa, na laana inaweza kubadilika kwa kumtumikia Mungu. Na wana wa Lawi walilaaniwa, lakini waliendelea kumtumikia Mungu, waliendelea kuwa na hasira, waliendelea kuchukia mambo mabaya katika taifa la Israeli. Mungu akabadilishia wao, walikuwa wamelaaniwa kwa sababu ya kuua mtu na nini, lakini Mungu akawabadilishia kufuatia maandiko mengine. Lawi ndio wakawa watumishi wakuu na makuhani wa kusimamia kazi ya Bwana. Kwa hiyo maana yake laana ikabadilishwa, ondoshwa kwa toba. Kwa toba yako inaweza kubadilisha toba za kizazi zilizopita na mkaingia kwenye baraka. Tusome kabila moja tu, mstari wa 8. Mwanzo mstari wa 8. Mwanzo wa 8. Yuda, ndugu zako watakusifu. Huyu ukoo wa Yuda, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Anabarikiwa tu. Wana baba yako watakuinamia. Anabarikiwa tu. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo. Anabarikiwa, sioni laana yote. Mwanangu umepanda, aliinama akajilaza kama simba. Na kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Anabarikiwa. Wala mfanya sheria kati ya miguu yake. Hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii. Atafunga punda wake katika mzabibu, na mwana punda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya zabibu. Yaani baraka zote hii katika mataifa ya wana wa Israeli, katika familia zile, huyu Yuda ndio aliyebarikiwa kuliko kabila zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wamebarikiwa kwenye nguvu, kwenye kushinda, kwenye dhahabu. Mataifa wa Israeli wote na wenyewe wamtumikie Mungu. Leo Mungu akisema na wewe unaona Mungu atakulaani, atakubariki. Kwa maisha yako unayoishi unaona Mungu atakubariki, atakulaani. Itatokea baraka zote, utabarikiwa yote au utachafuka kidogo. Mungu akaanza kutoka hapa za kusema pale. Unaona Mungu utakuwa kama Yuda au kama Ruben au kama Lawi na Simeon. Sijataja wengine huko. Wewe utaangukia wapi? Katikati yetu hapa mmoja unaweza kaangukia katikati hapa. Wewe utaangukia kwenye gani? Utaangukia kwa Ruben, utaangukia kwa nani? Kwa Yuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Nakutakia kwa Bwana mambo yako. Kama ulilaaniwa, badilisha laana. Kama kuna kosa kinywa cha Bwana kinatajia kutamkia mabaya, una uwezo wa kubadilisha katika jina la Yesu. Leo unaenda mambo vizuri, endelea kubarikiwa, au umebarikiwa au ndio kubarikiwa. Umetumikia baraka toka unaanza mpaka mwisho. Wewe umebarikiwa mwanzo, tumeandikwa katikati. Wewe unataka tubarikiwe mwanzo mpaka mwisho kama Yuda. Bwana tamani fungu la Yuda, hiyo fungu langu katika jina la Yesu. Karibu mzee, kuna swali hapa. Napunguza spidi kidogo. Mimi kuna swali na mchangia. Leta swali. Kwanza nimeelewa somo vilivyo. Kitu ambacho nataka nikiulize kwa kanisa la leo. Kanisa la leo tuseme kama alicho vizuri kwa sababu gani? Habari ya somo la utabiri, somo la kutamkiwa imekuwa ni shida kwa sababu gani? Mtu anaweza kaanza tu, yani akalianzisha tu jambo lake, Mungu kasema, lakini Mungu hajasema. Sasa tunasaidiwaje kuliponya kanisa wale habari ya hiyo? Mtu anataka kukaa wewe uko uliko umevaa nguo nyekundu na hivi na hivi. Nifanyeje kesho njoo hapa. Ukishakuja hapa tutakwambia ambacho Mungu amesema nini. Sijui tunafanyaje. Asante mzee.
Ametoa angalizo. Mimi nilikuwa nafundisha lakini ametoa angalizo katika kutamkiwa, uwe makini. Nimesema hapo unaweza kutamkiwa na mtu gani na kutamkiwa amebeba roho ya nyoka, kutamkia mambo ya sumu ya nyoka yatakuzuru. Kama amebeba Roho Mtakatifu na Roho wa Bwana atakubariki kufanikiwa. Je, ukienda kila mahali unapotabiriwa, mtu mwingine amebeba tu na tabiri tu kitu ajabu. Na mtu mmoja nimekuta anahubiri pale Kimara darajani. Kuna dada mmoja anahubiri hapa, kuna mmoja anahubiri pale juu. Nilipenda sana anahubiri pale na kuhubiri jasiri na nini. Sasa nikamkuta anaenda kusaidia kwenye chuo cha Usipa cha kanisani. Wakamuuliza, tukamkamata. Unahubiri pale yeye. Unaabudu wapi? Siabudu wote. Babako akiona, babangu akao Yesu. Babangu akao Yesu. Uliokokea wapi? Aliokoa Yesu. Uliokokea wapi? Nyumbani kwangu nilikuwa nilikuta Yesu. Anajibu maswali yote magumu. Yule mweusi ukuta anakutoka. Anakuja anasikika vizuri pale. Wewe kuona naye pale. Unakuwa popote pale. Yote ya Yesu. Kwa ikawa ni katika sanduku kwa namna hiyo. Wakasema sasa kwa namna hiyo usije kujisaidia hapa ndio pesa hizi. Wewe nini kwa kujabudi kwa nini chuo cha Yesu kipo? Nini kujisaidia na lipa hata kama nanisikia kwa sababu tuko live hapa. Na rusha mafundisho yote na hata kama nanisikia tu niongea naye. Sio kwamba ndio tuongea naye. Nikasema namna hiyo hatutaki kujisaidia kwa sababu hatuwezi kujua wangapi wanasema kwa na wao kwa na mtu kwa wangapi tutajua wapi. Lazima ukae mahali tulie mahali. Nilionyesha msalaba na kanisa hapa nilionyeshwa hapa. Kwa hiyo maana nimekuja. Ulikuja basi umekuja kukaa chini ya mchungaji. Mimi nafanya kazi mimi. Nikitoka hapa naondoka hapa. Nikitoka hapa naenda nitaka wapi kuja. Poli. Fika poli. Huko nikikaa huko huwezi kufika. Nakufika kama mimi huwezi kufika. Nakutana na majoka na lala siku 40 ndio nakuja kupiga. Na kwa hiyo tunaona usiku kumbe sio roho ya kawaida. Na sema kiroho hapa. Kwa hiyo tunaingia kwa leo na tabia uwe makini. Mtu apata kwa anaweza kutabiria. Kwa hiyo kama wanamtabia kila siku, kila ibada wewe umelaniwa. Kila ibada wewe barikiwa. Hapa Yakobo wewe alikuwa anatabiri kila siku. Haitabiri siku moja wakati anaondoka. Hakutabiri kila siku, anaanza kutabiri kila siku. Sasa ibada gani ya kutabiria kila siku? Tutatabiriwa tu. Aseme acha dhambi, aseme ifanye kazi, afundishe mafunzo mengine, ni kutabiri tu. Ndio mwaga mafuta, joka nikuta amekauka. Hii mwaga mafuta, fanya mguu juu. Hii fanya nini? Basi ndio babaki. Sasa Yesu akufanya hivyo vitu, walikuwa na mafundisho na fundisho, alifundisha kulima, kufunga, mifugo, acha mifugo, ulienda kwa kutembelewa jana, nenda kufanya vitu vingi vifundishwa na mambo yote ya duniani yako ni Biblia. Kwa hiyo wakati wa kutabiria vile kama nilivyosema, inabidi kuangalia mtu gani anayekutabiria. Na usikiwa mtu wa rohoni haiwezi kusumbua, ila watu wachanga ndio maana tushauri mwenye uongozi. Na Yesu alisema tupige kwanza fundisho nini. Na kwenda tutabiria huko, tutakutana vitu vya ajabu huko, tutaambia vitu vya ajabu. Wengi wameingia hasara, kufika mwisho nakutana na tatizo. Lakini hapa nazungumzia ilikuwa ni ya kifamilia. Ilikuwa ni familia anaitabiria hiyo familia na ukoo. Kwa sababu anatabiria mambo ambayo yatakuwa kupata baadaye. Kwa hiyo mimi nafikiri nachoweza mzee hapa tuwe makini katika kutabiria, ndio shida hiyo. Kila siku natabiriwa. Ndio maana tuna imani, tunaenda na neno la Mungu na utaratibu, na tuna utaratibu. Kuna vitu vingine havipo, utaambiwa vitu vingine, tunaambiwa vitu vingine sijui mchanga, sijui matope, kwa sababu Yesu alichukua matope, basi kwa sababu tunatembea na matope ya kutoka. Kwa sababu Yesu alipaka matope, basi na ndio. Sasa mpaka wapi alipaka tena matope? Ukuta sehemu moja ikitokea mara moja. Ikitokea mara moja ingekuwa hiyo shida. Wanatupa shida kwa sababu kila siku ni hiyo. Mafuta haya
Atakwambia alipaka mafuta. Kila siku napaka mafuta, tena tembea naye. Wapi nifanya hivi? Hakuna kitu kama hicho. Walipaka ugonjwa tu mara moja, ikaishi kaendelea. Na amani alichonga mara ngapi? Mara 71. Kwa mwingine atazuka na kaimani. Anakaa pembeni ya mto au kama ni mtu hapo unapita anakaa hapa. Kila mara jichonge mara 7. Kila siku nijichonge, kila siku nijichonge na kaimani kake. Amezuka. Kwa sababu hawana malezi, ndio maana tunakuwa na CPTC kuangalia imani zingine ambazo zitapoteza watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nadhani swali tujibu na muda wetu umeenda, lakini kikubwa ndio tunaendelea. Nitaenda kusomea sura hiyo, tunamalizia, nitamani kumalizia 49 na 50 tumalize, tuingie kitabu cha Kutoka. Nimaliza kitabu cha Kutoka, nitatoa kitabu kutoka mafundisho yote tuliyopitia toka mwaka jana, utakuwa unasomea yanaje, kwa sababu tunapitia mstari kwa mstari na kufafanua. Hapo ninasema kidogo, lakini nitakapoandika kitabu nitafafanua kila maeneo tata na magumu, kwa sababu tumepita mambo ya ndoa, mambo ya dini, mambo ya uumbaji, tumepita mno. Kwa hiyo kutoka kitabu kizuri, kitabu cha Kutoka pia tutakiweka kama kitatosha, kama kitakuwa kikubwa, mpaka tunamaliza Biblia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. La mwisho hilo ndio nimesema kwamba sasa Yuda ndio alikuwa katika uzao wote. Kupitia Yuda akatokea mfalme Daudi. Kupitia Yuda akatokea uzao wa Yesu. Na baada Yuda akasema ndugu zako watakutumikia. Akasema mataifa watakutumikia, utakuwa nini, atakuwa vitu vyote vile, utakuwa mshindi, utakuwa na Mungu ametakuwa. Kwa hiyo Yuda ndio akabeba sura nzima ya baraka zote za Abrahamu, akawa ameshika yeye na akawa ndio anazo. Kwa hiyo ndio Yuda ndio aliyebarikiwa kuliko kabila zote. Ndio alitokea Yesu, Daudi akatokea huko, Yesu akatokea huko mpaka hivi sasa, na Israeli na utawala sasa ndio Yuda. Huyu taifa lililotuzwa, ndio hiyo unabii ukitokea kwenye nabii hapa aliyetabiriwa na Yakobo, ndio unaendelea mpaka leo, mpaka Yesu atakuja kupitia mbegu hiyo sasa hii ya Yuda. Watatana wengine wakina Benjamini wataingia huko wao, wakina Benjamini watawala wa watoto wa Nabii, lakini Yuda ndio amebeba baraka zote, kwa mshika yote. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na swali la mwisho nikuuliza, kama unatabiriwa hapa Mungu au Yakobo ni kumtabiria, sio ngekutamkia nini maisha ulionayo? Ngekutamkia nini maisha ulionayo? Ngine tukishika sana ulicho nacho, mtu asiyekanyang'anya. Kienda katika cha Ufunuo kule utakuta kwamba ulikuwa nini na nini, umepungukiwa. Kumbuka wapi ulipopungukiwa, wapi ulienda vizuri, ulianza vizuri, ulikuwa moto, umemaliza baridi. Kienda kule Ufunuo inazungumza hivyo pia. Ningepata muda ningeunganisha na hii unabii unatokea huko. Sasa kwa makanisa ya leo pia makanisa yanatabiriwa hivyo. Kila mmoja jinsi alivyo, kanisa kila kanisa lilivyo. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuombea kwa Bwana baraka itokao kwenye kinywa cha Mungu kupitia watumishi wa Bwana uwezika kuponya katika maisha unayopitia. Kama naenda vizuri, basi ubarikiwe na unabii ukaende kama ulivyo. Kama naenda vibaya, na unabii utoke wa kukuponya na kukuchenga na kukuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kama naenda vizuri, Bwana kuimarishe, shika sana ulicho nacho, wala sitaka kutoa, sikaibiwa ili uone ufalme wa mbinguni. Kama umeharibika, atengeneze siku moja umuone Bwana. Bwana kukumbuke, Bwana kubariki, Bwana kutetee, Bwana kufunike, Bwana kupe ufahamu wa kumfahamu Mungu sana, ili siwepo jambo la kukwaza katika jina la Yesu Kristo hai. Sema amen. Simama juu pale ulipo. Simama juu pale ulipo. Asante Roho Mtakatifu. Haleluya.